Na kusalimu kwa jina la Yesu Kristo, jina lipitalo fahamu zote. Karibu tuungane kutazama na kufuatilia makala ya historia ya kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Ubungo, Dayosisi ya Dar es Salaam ya Kanisa Anglikana Tanzania. Kukuletea makala hii jina langu naitwa Michael Ruoga. Karibu. Wakati waumini wa kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Ubungo, Dayosisi ya Dar es Salaam Kanisa Anglikana Tanzania wakijiandaa kuadhimisha jubilei ya miaka 50 tangu kuasisiwa kwa mtaa huo mwaka 1976. Historia ya safari ya imani, uinjilishaji na maendeleo ya kanisa hilo inaeleza jinsi Mungu alivyoliongoza kanisa hilo kutoka mwanzo mdogo hadi kuwa moja vituo muhimu vya huduma za kiroho katika eneo la Ubungo na taifa kwa ujumla. Maadhimisho hayo ya jubilei ya miaka 50 yanalenga kumshukuru Mungu kwa uaminifu wake tangu kizazi cha waanzilishi wa huduma hiyo hadi kizazi cha sasa, kutafakari hatua zilizopigwa katika kazi ya Injili na kuangalia namna bora ya kuendeleza huduma kwa vizazi vijavyo. Ibada ya kilele cha jubilei ya maadhimisho hayo imepangwa kufanyika siku ya Jumapili tarehe 30 Agosti mwaka huu 2026 katika kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Ubungo, ikiwa na kauli mbiu kutoka Zaburi ya 90 aya ya kwanza: wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Historia ya kanisa Anglikana Mtakatifu Bartholomayo Ubungo inaanza tangu mwaka 1971. Waumini wachache waliokuwa wanaishi katika eneo hilo walianza kukutana kwa ajili ya ibada, wakijiongoza wenyewe chini ya mti wa mwembe uliokuwa pembezoni mwa majengo ya shule ya msingi NHC. Hatua hiyo ilikuwa mwanzo mkubwa wa safari ya kiroho ambayo baadaye ilikuja kuzaa mtaa wa Mtakatifu Bartholomayo Ubungo wa kanisa Anglikana Dayosisi ya Dar es Salaam. Miongoni mwa waumini wa mwanzo kabisa waliokuwa na maono ya kuanzisha huduma hiyo alikuwa Bwana Asa Pauseki pamoja na wengine walioamini kuwa eneo la Ubungo lilihitaji uwepo wa huduma ya kanisa. Huduma ilivyoendelea kukua, mwaka 1972 waumini hao waliomba kutumia darasa mojawapo katika shule ya msingi NHC kwa ajili ya ibada na shughuli nyingine za kiroho. Baadhi ya waumini waliopata nafasi ya kuabudu katika darasa hilo na ambao waliendelea kuwa sehemu ya historia ya kanisa hadi sasa ni pamoja na Mary Mapunda, Mzee Martin Mvaa, Mzee Daniel Yona na Veronica Mpombo. Mwishoni mwa mwezi Desemba mwaka 1972 waumini hao waliamua kwenda kumwona aliyekuwa kasisi wa kanisa Anglikana Kristo Mfalme Kinondoni, Canon Nathan Kipalamoto, na kumjulisha kuhusu uwepo wa kundi la waumini waliokuwa wakikusanyika Ubungo. Canon Nathan Kipalamoto wakati huo aliwasilisha taarifa hiyo kwa Askofu John Sepeku aliyekuwa askofu wa Dayosisi ya Dar es Salaam. Mwaka 1973 Askofu John Sepeku aliamua kuanzisha eneo hilo kuwa kigango chini ya kanisa Anglikana Kristo Mfalme Kinondoni. Kuanzia mwaka huo, yani 1973, aliyekuwa Canon Nathan Kipalamoto na mapadre wengine waliendelea kutoa huduma za kiroho kwa waumini wa Ubungo hadi mwaka 1975 kigango hicho kilipangiwa mwinjilisti wa kwanza na kuanza kujitegemea kwa huduma. Kutokana na ongezeko la waumini wakati huo, likaja wazo kupata eneo maalum kwa ajili ya kujenga jengo la kanisa. Hatimaye mwaka 1975 kanisa lilifanikiwa kupata kiwanja karibu na shule ya msingi NHC, eneo ambalo ndipo mtaa wa Mtakatifu Bartholomayo Ubungo ulipo sasa. Lengo lilikuwa kuondoka katika mazingira ya kuabudu darasani na kuwa na jengo maalum la kanisa kwa ajili ya ibada za kila siku. Mwaka 1976 historia kubwa iliandikwa katika safari ya kanisa hilo, ambapo ujenzi wa jengo la kwanza la kanisa ulianza rasmi. Kanisa hilo lilipewa jina la Mtakatifu Bartholomayo na Askofu John Sepeku aliyekuwa askofu wa Dayosisi ya Dar es Salaam. Katika kipindi hicho pia ilijengwa nyumba ya kwanza ya watumishi wa kanisa, yani wahudumu. Ujenzi wa awamu ya kwanza ulikamilika mwaka 1978 na kuzinduliwa rasmi na aliyekuwa Askofu John Sepeku. Baada ya kupata jengo la kanisa, huduma ya Injili iliendelea na kuenea katika maeneo yanayozunguka Ubungo na idadi ya waumini iliongezeka. Mwaka 1981 iliamuliwa kupanua jengo la kanisa la awali chini ya uongozi wa Canon Nathan Kipalamoto. Pamoja na huduma ya kiroho, kanisa liliendelea kushiriki katika utoaji wa huduma za kijamii. Ikumbukwe kuwa tangu mwaka 1980 katika eneo la mtaa Mtakatifu Bartholomayo Ubungo kulikuwa na zahanati ya dayosisi iliyokuwa ikitoa huduma za matibabu kwa wananchi wa Ubungo na maeneo jirani. Zahanati hiyo ilikuwa maarufu sana katika kipindi hicho kabla ya kubomolewa mwezi Aprili mwaka 2009 baada ya kupata kibali cha askofu wa dayosisi hiyo ili kupisha ujenzi wa kanisa jipya.
Kwa kuwa huduma iliendelea kukua na waumini kuongezeka, ndipo wazo la kujenga kanisa jipya lilianza mwaka 2005 chini ya uongozi wa Canon Julius Kiondo. Mwezi Aprili mwaka 2009, ujenzi wa kanisa jipya ulianza rasmi chini ya uongozi wa Reverend Amani Chitemo. Kanisa hilo kubwa la kisasa limeendelea kutumika huku kazi ya umaliziaji ikiendelea. Wakizungumza kuhusu safari hiyo, waumini wa muda mrefu wa kanisa hilo akiwemo Dr. John Mbano, Bi Joyce Mweri na Dr. John Kalage wamesema historia ya kanisa hilo ni ushuhuda na uaminifu wa Mungu kwa waumini wa Mtakatifu Bartholomayo Ubungo. Katika maadhimisho ya miaka 50 ya kanisa letu, kwa kweli tunaona tumetoka sehemu moja na tunaelekea sehemu nyingine ambayo ni nzuri zaidi. Ujenzi wa kanisa letu umeanza mwaka 2009 na hadi sasa kama mnavyoona tumefikia hatua ambayo tumehama kutoka kanisa dogo na tunasali sasa katika kanisa kubwa ambalo nafikiri ni moja ya makanisa makubwa katika dayosisi yetu ya Dar es Salaam. Lakini kwa maendeleo na sayansi ya kisasa ilivyo, pengine hili kanisa itakuwa sio kitu cha mwisho. Kitatokea kitu kingine, Kwa hiyo wasisite kujitokeza kutengeneza kitu kingine kizuri zaidi. Kwa hiyo tunawaambia vijana kwamba lolote lile ambalo tunalikusudia na tukamwomba Mungu ataweza kutuwezesha kufanya mazuri zaidi. Kuna mambo mengi ambayo pia tunapanga kwenye kanisa hili kwamba tukishamaliza ujenzi wa kanisa tuna mambo ya vitega uchumi. Kwa hiyo sisi wazee tumefanya sehemu yetu, vijana nao wana nafasi ya kufanya sehemu yao, na tutaendelea kuwashauri na wanahitaji kuhakikisha kwamba wanalipeleka kanisa mbele. Akizungumza kwa niaba ya kasisi kiongozi wa mtaa huo Canon Lameck Ndomba, kasisi msaidizi Colonel Kato alisema tangu mwaka 1976 hadi mwaka 2026 kanisa limepiga hatua kubwa katika kazi ya Injili. Tumetengeneza pia vijana ambao wakati mwingi tunakuwa kwenye mafundisho ya Biblia, waweze kujua maandiko matakatifu, lakini waweze kujua pia hata historia ya kanisa. Lakini kila siku huduma zinaendelea hapa kanisani, mikutano ya Injili, lakini pia semina mbalimbali. Kwa kweli tunamshukuru Mungu, uinjilishaji unachukua nafasi kubwa sana katika kanisa hili. Katika kipindi cha miaka 50 tangu kuasisiwa kwa mtaa Mtakatifu Bartholomayo Ubungo, watumishi wengi wa Mungu walihudumu na kutoa mchango mkubwa katika ukuaji wa kiroho na maendeleo ya mtaa huo. Mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya jubilei ya miaka 50, Alex Chimela, amesema lengo kubwa la maadhimisho hayo ni kumshukuru Mungu na kutafakari hatua zilizopigwa katika huduma ya Injili kutoka kizazi cha waanzilishi hadi kizazi cha sasa. Kuadhimisha na kusherehekea miaka 50 kwa pamoja Wakristo wote. Kuna Wakristo ambao walipata ubatizo, walipata kipaimara, walifunga ndoa, walihudumu hapa, walifanya kazi mbalimbali katika kanisa hili. Kuna wachungaji waliopita, kuna wainjilisti na watu mbalimbali waliopita miaka na miaka. Tunawakaribisha wote katika jubilei hiyo na tunawapa mialiko tarehe 30 mwezi wa 8 kuja kusherehekea kwa pamoja maadhimisho yetu ya miaka 50 kwa umoja wetu. Katibu wa kamati hiyo Bi Helen Kipalamoto amesema kuelekea kilele cha maadhimisho, kamati imeandaa shughuli mbalimbali ikiwemo semina za kiroho, mfungo na maombi, kuwatembelea na kuwasaidia wahitaji, matembezi ya amani, bidhaa za kumbukumbu ikiwemo vitenge, tisheti na vikombe. Kwenye maandalizi ya kiroho tutakuwa na semina, tutakuwa na program za maombi pamoja na kufunga na vitu kama hivyo. Na maandalizi mengine pia tutakuwa na matukio kabla ya kilele tarehe 30 mwezi wa 8. Kuna kitenge cha maadhimisho, kuna t-shirts, kuna rangi nyeusi, rangi ya maziwa pamoja na nyeupe, lakini pia tuna vikombe vyetu vizuri na vinapatikana hapa hapa mtaani kwetu. Lakini pia tutakuwa na matukio mbalimbali kama bonanza, tutakuwa na kwenda kuwasalimia na kuwasaidia wahitaji, tutaenda kufanya usafi maeneo tofauti na ikiwezekana matembezi maalum kwa ajili ya jubilei yetu. Katika kuhitimisha, tunaendelea kumshukuru Mungu kwa miaka hii 50 ya kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Ubungo. Safari ya kanisa la Mtakatifu Bartholomayo Ubungo Dayosisi ya Dar es Salaam ya Kanisa Anglikana Tanzania ni ushuhuda mkubwa wa imani, uvumilivu, mshikamano wa vizazi mbalimbali vya waumini. Kutoka kwenye ibada chini ya mti wa mwembe mwaka 1971, kutumia darasa la shule mwaka 1972, kuwa kigango mwaka 1973, kujenga kanisa la kwanza mwaka 1976, hatimaye kuwa na kanisa kubwa na la kisasa mwaka 2026. Historia hii inaonyesha uongozi na neema ya Mungu katika kila hatua.
Hakika wewe Bwana umekuwa makao yetu kizazi baada ya kizazi. Zaburi ya 90 aya ya 1. Asante kwa kuungana nami kufuatilia makala hii. Jina langu naitwa Michael Woga kutoka idara ya habari na mawasiliano ya Kanisa Anglikana Tanzania. Mungu akubariki.